tutahukumiwa kwa sababu ya vile ulivyokubali ukafanya maamuzi. Na ulipofanya maamuzi ulikuwa na akili timamu. Mungu atakapokuleta kwenye hukumu hata kuuliza habari za fulani aliyekusababisha. Ushuhuda wa mtu aliye na Yesu uko ndani ya moyo wako. Roho Mtakatifu atakushuhudia kwamba wewe jina lako limeandikwa mbinguni au limeandikwa wapi. Fanya jambo mojawapo dogo, ona kama vile hujawahi kufanya. So bado kuna mengi unayopaswa kuyafanya ambayo ni makubwa kuliko hayo. Lakini kwa kule kuridhika kwa sababu ya hako kaya nafasi ulikofikia, unaweza ukajikuta umepoteza nafasi ya kufanya mambo makubwa zaidi. Shetani aliasi miaka mingi sana kabla ya Adamu na Eva. Kwa hiyo nyoka unayemsikia wewe wa bustani ya Edeni, asili yake ni shetani aliyetupwa miaka mingi kabla Adamu hajaumbwa. Katika mausia ya Mungu, huko ndiko tunakopata miongozo ya kutusaidia kufikia mahali ambapo nafsi zetu zinatamani. Unaangalia Covenant TV. Repent, the King is coming. Yeremia, tutaanza na ile sura ya 42. Tutasoma mistari kadhaa, alafu tutaenda katika Yeremia ile sura ya 43. Yeremia 42, tutaanza mstari ule wa kwanza. Tutasoma mistari 5 hapo. Nasema, ndipo maakida wote wa majeshi na Yohana mwana wa Karea na Yezania mwana wa Hoshaya na watu wote tangu wadogo hata wakubwa wakakaribia. Wakamwambia Yeremia nabii, twakusihi maombi yetu yakubaliwe mbele yako, ukatuombee kwa Bwana Mungu wako, yaani watu hawa wote waliosalia, maana tumesalia wachache tu katika watu wengi, kama macho yako yatuonavyo, ili kwamba Bwana Mungu wako atuonyeshe njia ambayo yatupasa tuiendee, na jambo litupasalo tulitende. Ndipo Yeremia nabii akawaambia, nimewasikia. Tazama, nitamwomba Bwana Mungu wenu sawasawa na maneno yenu, tena itakuwa neno lolote ambalo Bwana atawajibu nitawaambia, sitawazuilia neno liwalo lote. 5 na 6, andiko nasema, wakamwambia Yeremia, Bwana na awe shahidi wa kweli na uaminifu kati yetu, ikiwa hatufanyi sawasawa na neno lile ambalo Bwana Mungu wako atakutuma utuletee. Ikiwa jema au likiwa baya, sisi tutatii sauti ya Bwana Mungu wetu, ambaye tunakutuma kwake, ipate kuwa faida yetu tunapoitii sauti ya Bwana Mungu wetu. Enda katika sura inayofuata pale mbele, sura ya 43, kitabu cha Yeremia, kuanzia ule mstari wa kwanza. Andiko anasema, ikawa Yeremia alipokwisha kuwaambia watu wote maneno yote ya Bwana,
Mungu wao, ambayo Bwana Mungu wao amemtuma kwao, yaani maneno hayo yote, ndipo Azaria mwana wa Hoshaya na Yohana mwana wa Karea na watu wote wenye kiburi. Kuna watu wana kiburi hata kwa watu wa Mungu. Kwa tunapoona wakati mwingine makanisani tuna Wakristo ambao wanadharau viongozi wa watu ambao Mungu ameweka mbele yao. Inawezekana mambo haya yalianza zamani, lakini hakuna mtu wa namna hiyo aliyewahi kufanikiwa. Maandiko yanasema watu wote wenye kiburi wakanena wakimwambia Yeremia, unasema uongo. Bwana Mungu wetu hakukutuma useme usiende Misri kukaa huko, bali Baruku mwana wa Neria akushawishi kinyume chetu ili kututia katika mikono ya Wakaldayo ili watuue na kutuchukua mateka mpaka Babeli. Basi Yohana mwana wa Karea na wakuu wote wa majeshi na watu wote hawakuitii sauti ya Bwana kwamba wakae katika nchi ya Yuda. Lakini Yohana mwana wa Karea na wakuu wote wa majeshi wakawatwaa wote waliosalia wa Yuda waliokuwa wamerudi kutoka taifa zote walikofukuzwa, wakae katika Yuda, wanaume na wanawake na watoto na binti za mfalme, na kila mtu ambaye Nebuzaradani amiri wa askari walinzi amemwacha, pamoja na Gedalia mwana wa Ahikamu mwana wa Shafani, pia na Yeremia nabii na Baruku mwana wa Neria, wakaingia nchi ya Misri, maana hawakuitii sauti ya Bwana, wakafika hata Tapanesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatamani leo nizungumze na wewe jambo linalosema usiyatupe nje mausia ya Mungu kwa kiburi cha nafasi ulionayo. Au unaweza ukasema mausia ya Bwana Mungu wako kwa kiburi cha nafasi ulionayo. Ninajua wazi kwamba mambo haya sio mageni kuyasoma au kuyasikia. Siku zote tumekuwa tukisoma mambo ya namna hii na tumekuwa tukijifunza madhara ya kutotii agizo la Mungu, na namna ambavyo watu wengi wanavyotambua kwamba Mungu anaweza kuwasaidia kuelewa mambo yasiyojulikana, mambo yaliyojificha, mambo ambayo wanatamani kujua jinsi ya kuyafanya kwa usahihi ili waweze kufanikiwa. Na ukweli ni kwamba katika mausia ya Mungu huko ndiko tunakopata miongozo ya kutusaidia kufikia mahali ambapo nafsi zetu zinatamani. Lakini kwa bahati nzuri, nitumie neno hilo, wanaoelewa maagizo ya Mungu kuwa yana faida siku zote, kwa kuwa Mungu hajawahi kumwazia mtu mabaya, ni wachache. Habari hizi tulizozisoma hapa zilitokea wakati wana wa Israeli walipokuwa wameshambuliwa na mfalme wa Babeli na akawatawanya. Walikuwa wametawanywa kweli, na wengine walikamatwa wakapelekwa utumwani pamoja na mfalme wao, wakaenda uhamishoni na wakawa wakitumikishwa kule. Sasa haya ni masalia ya watu waliobaki wa Yuda, na huu ulikuwa ni wakati wa mfalme aliyeitwa Yehoyakimu. Nataka nikwambie kitu kimoja, ni kwamba watu wanaweza kuwa na shauku ya kutaka kusikia neno la Mungu, lakini ni wachache sana wanaosikia neno la Mungu wanaolitii. Na kwa bahati mbaya sana,
Mungu pamoja na kwamba amewaweka manabii katikati ya watu ili aseme nao, awaonyeshe njia, kwa kuwa huyo nabii anapokuwa katikati ya watu husimama kwa niaba ya Mungu ili watu waweze kufanya mawazo ya Mungu, alafu wapate kufanikiwa. Lakini mara nyingi ujumbe ambao manabii wanaousema upingwa. Watu wengi wanaukataa neno au ujumbe ambao Mungu anauleta kupitia manabii. Na sababu kuu namba moja ni kwamba watu wanatamani waambiwe mambo wanayoyataka au yale wanaoyawaza kwamba yangekuwa mema, upenda Mungu ayaseme hivyo kama ambavyo wao wanavyofikiri. Inapotokea kwamba Mungu amesema kinyume na vile walivyokuwa wanafikiria au wanavyotaka, kwa namna moja au nyingine watu lazima watafarakana na Mungu kupitia nabii wake aliyetumwa aseme lile neno. Hawa watu hawakuwa wajinga, walikuwa miongoni mwa watu wenye nguvu. Wanatajwa hapa walikuwa ni majemedari wa jeshi, lakini walikuwepo mabinti wa mfalme. Tungesema ni watu ambao ni royal, zile familia ambazo ni za watu wenye nguvu, watu wenye mamlaka. Unaangalia Covenant TV. Repent, the King is coming. Watu wenye heshima yao mjini, watu wenye elimu, watu wenye vyeo, wenye nguvu kwa namna mbalimbali. Hii ilikuwa ni jamii ndogo ya watu waliokuwa wamesalia. Walikuja kwa Yeremia baada ya kuona sasa nchi imebaki ukiwa, na wakawa wamekosa mwelekeo, wakawa wameshindwa kuelewa wafanye nini. Lakini mawazo yao yalikuwa yameelekea kwenda Misri, kwa kuwa walijua Misri kuna amani na nchi ina watu wengi, na kwa kuwa wakati ule mfalme wa Misri alikuwa na nguvu, walijua tu watakuwa salama. Na Yuda ilikuwa katika njaa kwa sababu hapakuwa na uwezekano wa kulima. Walizingirwa kwa miaka mingi. Zamani zile vita waliokuwa wakipigana, wakati mwingine mfalme alikuwa akivamia mji kama wa Arusha namna hii, na zamani zile walivyokuwa wanajenga kuta, wao walikuwa wanazunguka mji mzima na kuhakikisha kwamba hakuna anayetoka wala anayeingia. Kwa hiyo wakipiga kambi kwa muda wa mwezi au miezi miwili mpaka mitatu, wengine wakati mwingine walikuwa nakaa hata miezi 7. Yaani wamezingira tu. Na wakishaona hao walioko ndani, wakiona walioko nje wana nguvu kuliko wao, watalazimika kuimarisha ulinzi kule ndani, na mageti yatafungwa vizuri na kuhakikisha kwamba hakuna anayetoka wala kuingia, ili adui asije akapata nafasi ya kupenya. Wao chakula kikiwepo mjini kitanunuliwa, kitaisha, watajikuta wamekuwa katika uhitaji kwa sababu hakuna namna ya kwenda shambani. Kwa hiyo hiki ndicho kilichotokea. Walipoona kwamba wameshindwa, mfalme aliingia kwenye mji, akauchoma moto, akachukua na watu waliokuwemo pamoja na mfalme, akawafunga pingu, akawapeleka Babeli. Waliosalia ndio hawa makundi ya watu wachache waliokuja kwa Yeremia. Na ukumbuke kwamba wakati huu haya yaliyotokea, Yeremia alikuwa tayari amekwisha kuyasema zamani kwamba yatakuja kutokea. Mungu amemtuma kwamba yatakuja kutokea, na Mungu alimpa ujumbe akiwa gerezani. Na mfalme aliposikia habari hizo akakasirika sana. Kuna ujumbe mwingine aliutuma kwa mfalme, ule ujumbe akauchoma moto. Aliuchana alafu akauchoma moto. Kuonyesha nini? Dharau, ukaidi, kiburi. Na leo pia kuna watu wanapewa shauri la Mungu lakini wanalikataa, wanalipinga, wanalidharau. Wanadharau hata kufikia mahali pa kumtukana hata yule mtu ambaye Mungu amempa ujumbe ili azungumze nao.
Kwa Yeremia naye aliingia gerezani kwa sababu ya kuwaonya watu wa Yuda. Anaambia, acheni mambo mnayoyafanya. Mungu anakasirika. Mungu hapendi. Mungu amesema kama mtatubu atawasamehe. Kama msipotubu atatuma mjumbe, atatuma mfalme wa Babeli aje waangamize hapa. Mfalme alipokuwa akisikia maneno haya, moyo wake ukaghadhibika zaidi. Lakini yalikuja kutokea. Na yalipotokea, Yeremia hakwenda mahali ambapo watu walipelekwa uhamishoni, alibaki. Na Mungu alimwacha pale kwa makusudi ili aendelee kusema hata na haya masalia yaliyobaki, ili watakapokaidi waone pia na matokeo yake yatakavyokuwa. Watu wengi wanapodhani kwamba wana nafasi, wanapodhani kwamba wanamjua Mungu, pengine mtu anaweza akasema mimi ni muombaji, mimi nimeokoka, huu ni mwaka wangu wa 3, mwaka wangu wa 4, mwaka wa 10, wa 20, wa 50, nimetembea katika wokovu. Udhani ya kwamba kwa namna yoyote Mungu akitaka kusema atasema kupitia wao. Inawezekana Mungu anaweza kusema na watu wote, lakini sio kila wakati. Na kwa sababu mwanadamu ni mtu mwenye kutaka matakwa yake yatoshelezwe au yafanyike kama vile anavyotaka, kwa namna ya kumtaka Mungu, naye akitaka kufanya jambo lazima afanye vile anavyotaka. Inachotokea huo ni kwamba neno linapokuwa kinyume na mawazo ya huyu aliyepewa ujumbe, kwa vyovyote lazima aliyepewa neno atalipinga. Makanisani pia tunakutana watu wa namna hiyo, wanaopewa maagizo na Mungu, wanaweza kuonywa, wanaweza kushauriwa, wanaweza kuelekezwa, lakini ni wakaidi, wanakaidi tena kwa kiburi kabisa, wakidhani kwamba yale yanayosemwa na nabii ni mambo ya kutunga. Aidha ameambiwa na mtu au kuna namna ameamua kufanya hivyo au kusema hayo kwa namna ya mtazamo anavyomtazama, au anamuonea wivu kwa namna fulani. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu moyo wake umejaa tabia ya kutaka yale anayoyataka ndio yatendeke. Kiburi kinapokuwa kimefikia kwenye kiwango cha uharibifu, kinaweza kukufikisha mahali pa kufanya vurugu. Unaweza ukatukana hata matakatifu, unaweza ukanena vyovyote, unaweza ukavuruga hata vya Mungu, unaweza ukakataa kusikia hata maonyo. Ndio maana unaweza ukaona mtu akishaharibika, kiwa ni mtu ambaye Mungu amekusudia kutaka kumharibu, sasa akishauriwa kuchukia maonyo. Wengine tunaweza kuwa nao makanisani, hata tukiwaita tunamwambia wewe tabia zako sio nzuri, tabia hiyo acha. Anafika mahali hata atawadharau, atawatukana viongozi. Lakini ni vile ambavyo mwanadamu ana tabia ya kufanya maamuzi. Mungu alimpa nafasi ya kufanya maamuzi, kwa sababu katika kila maamuzi mtu anayoyafanya ndivyo atakavyoingia kwenye hukumu. Hatutahukumiwa kwa sababu kuna fulani alinisababisha. Tutahukumiwa kwa sababu ya vile ulivyokubali ukafanya maamuzi. Na ulipofanya maamuzi ulikuwa na akili timamu, na Mungu atakapokuleta kwenye hukumu hata kuuliza habari za fulani aliyekusababisha. Atahukumu yale mawazo yako. Unaangalia Covenant TV. Repent, the King is coming. Ukiona Mungu amempa mtu nafasi ya kuja kuzungumza na wewe juu ya jambo fulani linalokuhusu, iwe unajua au hujui, umehusika au hujahusika, msipinge. Lipokee, lifanyie kazi. Ukiona kuna mahali ambapo Roho Mtakatifu anakusemesha, hata kama ni kwa sauti ndogo, usidharau. Nakumbuka ni kama miaka michache imepita sasa, almost miaka, inaweza ikawa miaka kama
karibu miaka 10 sasa na zaidi, kama 12 hivi. Niliwahi kuongea na mtu mmoja alikuwa na kampuni fulani hapa Arusha ya mambo ya fedha hayo. Siku moja tu Roho Mtakatifu akanijia, akaniambia, kawa ananisemesha, ananiambia nataka uende uongee na fulani fulani fulani. Nenda akasome andiko fulani. Nakumbuka ilikuwa ni kitabu cha Yeremia. Akasema mwambie atembee makanisani kuomba msamaha. Kwa sababu asipoomba msamaha kuna ghadhabu inakuja mbele. Na huyu mtu naenda kumwambia hapo, sio kwamba ni mtu mchanga, ni mtu mzima katika mambo ya Mungu. Sasa imagine mtu anapokaa kwenye huduma miaka 10, 20, 30 na ni mchungaji, alafu akaona mtu mwingine anakuja kumwambia habari hizo. Kwa wale wasio na moyo wa Mungu au ile roho ya Mungu ndani, ni vigumu sana kukubali. Na ndicho kilichotokea. Mungu aliniambia nenda mwambie, kwa sababu kuna ghadhabu inakuja mbele. Kuna kipindi kigumu sana watakipitia ambacho sio kizuri. Watubu, na toba ya kwao itakuwa watakapoingia makanisani waombe watu msamaha, kwa sababu kuna pesa za makanisa walichukua, kuna pesa za watu wengine wako makanisani. Kwa ile toba watapewa taarifa, mimi nitawasamehe na yale mabaya, kwa sababu vilio ni vingi vinanifikia. Yale mabaya nitaghairi, hayatawapata. Nilienda, japo ilikuwa ni kazi ngumu sana. Nikaenda, nikafungua andiko, nikamwambia nimekuja, sikuja kama vile mnavyonifahamu, nimekuja kama mjumbe aliyetumwa na Mungu. Na sikuja kwa sababu ninawafahamu, nimekuja kwa sababu Mungu ameniambia nije kwenu. Na jambo hili nimelikataa kwa muda karibu mara 3. Lakini Mungu ameniambia niende. Vinginevyo ghadhabu ile itakuja juu yangu. Na mimi nimeona nije niwaambie. Basi nilienda nikawaambia. Wakasema sawa, tumesikia. Basi na mimi nikamshukuru Mungu, nikaondoka zangu. Wale watu wakakaidi. Kwa bahati mbaya wakaanza kuzungumza, eti fulani amekuja hapa kutuambia kwamba Bwana amesema na yeye, amemtuma eti sisi tutubu, tupite kwenye makanisa tukaombe msamaha. Akawa naongea na watu kwa kejeli. Habari tena zikanifikia. Nikamshukuru Mungu kwamba walilipuuza lile neno. Unajua kilichotokea? Wale watu wamepita kwenye vipindi vigumu mno. Mungu amewafundisha adabu, na sidhani kama wameelewa mpaka leo. Kwa sababu wote walifika mahali wakajikuta hawawezi kuona tena. Macho yao yakapofuka. Wamefanyiwa operation ya macho, wanaona lakini kwa mateso. Lakini si hivyo tu, vita ni vingi sana kwenye familia. Na mambo mengi ya kiuchumi yamekufa kabisa. Sasa inawezekana wakati mwingine Mungu akafanya hayo, bado inawezekana ile ghadhabu haijaja, ila hiyo ni kama onyo. Lakini mpaka leo watu wengi ni wagumu sana. Sikiliza, Mungu anapokuwa anakushauri au anapokuwa anakuonya juu ya jambo, uelewe wazi kwamba bado Mungu anakupenda. Kwa sababu ni jambo rahisi sana Mungu kukuacha. Kwa sababu iko hivi, wakati unapofanya jambo lolote, zile mamlaka zinazohusika katika ulimwengu wa roho kutambua makosa ya watu. Unajua kinachokuhukumu wewe sio Mungu. Kile kitendo ulichokifanya ndicho kitakachokuhukumu. Kwa kawaida iko hivi, unapokuwa umemwaga damu, kwa mfano, nitolee mfano wa damu. Vile ambavyo maandiko yamesema usiue, alafu ikatokea umemwaga damu kwa kuua, au umemjeruhi mtu kwa kumwaga damu yake, zile mamlaka zinazofanya kumbukumbu, zinazorekodi kumbukumbu, huwa zinapeleka taarifa mahali panapohusika.
ili kutaka kisasi cha ile damu iliyomwagika. Na inapotokea kwamba hakuna ulichokifanya kwa lengo la kuondoa ile hatia, muda ulioamriwa utakapofika, damu lazima itamwagika. Sasa inawezekana Mungu asiruhusu damu ikamwagika kwako, lakini anaweza akaruhusu mapigo yaje kwako. Na elewa hivi, mara nyingi Mungu huwa atuhukumu sisi, isipokuwa mamlaka zinazohusika na dunia ndizo zinazotuhukumu. Ndio maana nataka nikuambie siri moja. Mungu hachukii dhambi kwa sababu dhambi inamfunga. Mungu anaichukia dhambi kwa sababu dhambi ni adui wa maisha yako. Dhambi ina tabia ya kumzuilia mtu nafasi ya kumkaribia Mungu. Roho ya kiburi. Kiburi ni moja ya adui mbaya anayezuia watu wasifanikiwe. Inapotokea moyoni mwako kumekuwa na ile hali ya kiburi, maana kiburi inatokana na ukaidi. Unaambiwa unapuuza, unaambiwa unakataa, alafu mwisho kiburi kinainuka. Kiburi kinapoinuka, maanake uharibifu umekuwa mbele yako hapo, unakusubiri. Unaangalia Covenant TV. Repent, the King is coming.